Bwana Yesu, nimeinua mikono yangu juu, ishara ya unyenyekevu, ishara ya unyenyekevu kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa jina la Yesu. Yesu, naomba leo unifungue, uniponye, uniweke huru, nitenganishe na minyororo ya kifamilia, nitenganishe na minyororo ya kifamilia. Leo hii nitenganishe na minyororo ya kifamilia, kila madhabahu ya uchawi iachie maisha yangu leo, iniachie, iniachie kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Madhabahu ya kuzimu iliyoshikilia maisha yangu, Bwana Yesu, mara hii minyororo ikatike, ikatike. Weka mkono kichwani. Naomba kama umekaa, simama kwa miguu yako tu kwa dakika chache. Asante Yesu. Kaa tu kwa dakika chache. Simama tu. Ndio. Ndio. Kila minyororo ya kifamilia, waliofungwa na minyororo ya kifamilia. Kuna mtu unamuona mapepo yanasema hajanunua jina la bibi, maana yake amepewa jina la urithi, ila anatakiwa atoe damu. Hiyo ni mnyororo wa kifamilia. Anateseka kwenye ndoa kwa sababu kuna maagano. Ndio, 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 ndio. Kila mnyororo, kila mnyororo, kila mnyororo kwenye hiyo familia, mapepo yanasema hatumwachi. Huyu ni kiti chetu, huyu ni kiti chetu, huyu ni kiti chetu. Kimbia, 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 kimbia. Bado kimbia. Saidieni mtoto wa mama, saidia mtoto kwa jina la Yesu. Mwingine ana hasira, ana nyota kubwa, 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 ana fahari kubwa, lakini amefungwa na minyororo ya kifamilia. Mizimu anasema haitawezekana, haitawezekana, haitawezekana. Mwingine miguu yake imefungwa na roho ya nyoka, roho ya nyoka, nyoka, nyoka acha miguu, nyoka acha miguu, nyoka acha miguu, nyoka acha miguu. Nyoka, ewe nyoka, wewe nyoka wa ukoo. Kuna mama analindwa, kuna mama analindwa na nyoka. Nyoka tumeisha, tukimfungua tumeisha, tukimfungua tumeisha, tukimfungua tumeisha. Ndio, 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 kwa jina la Yesu. Bado, bado wewe roho ya Yezebeli, ule kamata kibali cha unabii, ule kamata roho ya kinabii. Wewe roho ya Yezebeli unapambana na waombaji wa familia. Wewe roho ya Yezebeli, achia, kimbia, kimbia, kimbia. Achia nyota, achia nyota, achia nyota, achia nyota, achia nyota, achia nyota, achia nyota. Bado weka tu mkono kichwani. Kuna mwanafunzi mmoja ni msaada mkubwa kwenye taifa, 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 ni msaada mkubwa kwenye taifa. Sio mmoja, sio mmoja, wako zaidi ya 57, wako zaidi ya 57. Wana nyota ya msaada, wana nyota ya msaada kwenye taifa. Wako wapi hao? Huyo hapa, huyo hapa. Kimbia, kimbia, kimbia. Rababababa,
rababababa, rababababa, rababababa, rababababa. Navunja hiyo madhabahu, navunja hiyo madhabahu. Bado nasikia sauti inasema tukimwachia tumeisha, hatumwachii. Na huyo mtoto ni nabii wa familia, ni nabii wa familia, ni nabii wa familia, ni nabii wa familia, ni nabii wa familia. Pisha huyo. Sekeleza. Ninaona binti mmoja anakuja kuondoa roho ya umaskini kwenye familia ya kwao. Anakuja kuondoa roho ya umaskini kwenye familia ya kwao. Anakuja kuondoa roho ya umaskini kwenye familia. Ana nyota ya utajiri, lakini ana nyota ya kupendwa ya watu wa hatima, na watu wa hatima, na watu wa hatima. Yuko wapi huyo? Huyo hapa, huyo hapa. Kimbia, kimbia, kimbia. Pesa huyo, pesa, pesa, pesa. Ja, tembea, tembea, tembea. Achia. Bado nasikia sauti inasema, sikiliza. Nasikia sauti inasema huyu ndio kiongozi wa familia, huyu ndio nabii wa familia. Yule pale, kimbia. Pesa huyo, pesa huyo, pesa huyo. Wape njia, wape njia, wape njia, wape njia, wape njia. Rababababababa. Wape njia, wape njia, wape njia. Kiongozi wa familia, 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 kiongozi wa familia. Kuna mama mmoja Mungu alimletea huyo mwanaume aliyekuoa, na kupitia wewe atakuwa tajiri mkubwa, lakini mizimu hawataki. Saidieni mtoto, saidieni huyo mtoto. Huyo mama ni mtu mkubwa, ana nyota ya msaada, ana nyota ya msaada. Saidieni huyo mwenye mtoto. Oh, pokea upako wa kusaidia watu hapa. Pokea upako, usiwaogope, wahudumie. Rababababa. Achia huyo mwanaume, achia nyota ya mume wake, achia na nyota yake, achia na nyota yake. Kwa jina la Yesu, 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 kwa jina la Yesu. Nasikia sauti inasema huyu akimwombea mume wake ataenda mbali. Ndio maana tumewafarakanisha, ndio maana tumewafarakanisha. Huyo hapa, huyo hapa, huyo hapa, huyo hapa, huyo hapa. Kimbia, 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 kimbia. Fire, fire, fire. Toka kwa jina la Yesu. Hiyo madhabahu, hiyo madhabahu, hiyo madhabahu. Pasua, 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 pasua. Kuna wamama ni manabii wa familia. Naona vita ya kiganga kwao, naona vita ya kiganga kwao. Wako wapi hao wamama? Huyo wa kwanza, huyo wa kwanza. Wapele huyo hapa, huyo hapa, huyo hapa, huyo hapa, huyo hapa, huyo hapa. Pasua, pasua. Sauti inasema tema, atumwachi. Sauti inasema atumwachi. Na mmoja yuko hapa anaumwa na kichwa, 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 kichwa. Yuko wapi huyo? Anaumwa na kichwa, anaumwa. Hiyo ni roho ya kifo. Wamekutupia roho ya mauti, wamekutupia roho ya kifo, wamekutupia roho ya kifo. Leo napona, leo napona. Huyo hapa, huyo hapa, huyo hapa, huyo hapa. Toka. Kuna mmoja ametupiwa maumivu makali ya kichwa, maumivu makali ya kichwa, maumivu makali ya kichwa. Nakataa. Bado nasikia ni makali sana, ni makali sana. Yuko wapi huyo? Wanataka wamuue, wanataka wamuue, wanataka wamuue. Wako 7 ambao wametopea roho ya kifo kupitia maumivu ya kichwa. Haya, wa kwanza. Ja, ja, ja. Wapele huyo hapa, watatu huyo. Kimbia. Pesa huyo. Pona, pona. Achia tumbo, achia tumbo, achia tumbo, achia tumbo.
achia tumbo. Sauti, tumetumwa kumuua. Sauti inasema tumetumwa kumuua. Hafi, 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 hafi. Wewe roho ya kifo, wewe roho ya kifo, wewe roho ya kifo, wewe roho ya kifo. Hiyo ni roho ya mizimu. Mizimu anataka ufe kwa sababu wewe ni nabii wa familia. Wewe ni nabii, wewe ni nabii, wewe ni nabii, wewe ni nabii, wewe ni nabii mkubwa, wewe ni nabii mkubwa, wewe ni nabii mkubwa. Yuko wapi huyo? Kimbia, kimbia, kimbia. Naumia. Kwa jina la Yesu Kristo, mapepo achia, mapepo achia, mapepo achia, achia. Navunja hiyo madhabahu, navunja hiyo madhabahu, navunja hiyo madhabahu. Kuna mmoja ameshikiliwa, kuna mmoja ameshikiliwa kwenye shimo. Mizimu anasema hatomtoi. Ninakutoa hapa shimoni, ninakutoa hapa shimoni. Njoo, kimbia, kimbia, toka shimoni, toka shimoni, toka shimoni, kwa jina la Yesu Kristo. Toka shimoni. Sema kwa jina la Yesu. Sema kwa jina la Yesu. Ninakataa, 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 ninakataa minyororo ya kifamilia. Ninakataa madhabahu ya kifamilia. Ninakataa minyororo ya ukoo. Achia. Sema achia. Sema achia. Sema achia. Sema achia. Sema achia. Sema achia. Inua mikono yako juu. Nisikie. Kuna watu waliotupiwa roho ya mauti kupitia maumivu ya kichwa. Maumivu ya kichwa, maumivu ya kichwa, maumivu ya kichwa. Wako saba, 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 wako saba. Wa kwanza upo, wa pili huyo hapo. Kimbia, toka kwa jina la Yesu. Toka, achia. Sema kuanzia leo ninaondoa mamlaka yote ya kuzimu kwa jina la Yesu. Amen. Nyosha mkono yako huko mbele. Sema tunawafungua hao watu, ni watumishi wa Mungu. Tunawafungua mara ya kwanza, tunawafungua mara ya pili, tunawafungua mara ya tatu katika jina la Yesu. Amen. Yes. Amen. Naomba ukae. Naomba ukae kwenye uwepo. Sema leo ninaharibu kila minyororo yote katika jina la Yesu. Amen. Shangilie Bwana Yesu. Amen. Tuna somo linalosema kuvunja minyororo ya familia na koho ya majanga. Kuvunja minyororo ya kifamilia na kuondoa roho ya majanga. Kuvunja minyororo ya kifamilia na kuondoa roho ya majanga.
Tulipoanza mwaka huu, Mungu alinifunulia tuweze kuomba ili roho ya majanga isitokee. Majanga ni sehemu inayoharibu ndoto ya mtu, malengo ya mtu, mipango ya mtu. Nikasema majanga ipoteza ulichokipata, ndio maana inaitwa majanga. Kila unapopata roho ya majanga inatokea, ndio unasikia huyu mtu ana roho ya majanga. Kwa hiyo kila wakati wewe ni wa majanga. Kwa hiyo majanga ni roho kamili inayofanya vita na wale wanaopambana, wale ambao wanaojitahidi. Umefungua duka lako, majanga yanatokea. Kuna majanga ya familia. Kila unapopata msiba unatokea ndani ya familia, kile ulichokipata kinaingia pale. Fedha uliyozipata inaenda kushughulikia matatizo. Au kila unapopata magonjwa yanatokea. Pesa, ugonjwa unatokea, ama mtoto anaumwa. Hiyo ni roho ya majanga. Hiyo ni roho ya majanga. Jambo la kwanza, siri ya udongo, kumbu ya kiroho. Siri ya udongo kama kumbukumbu ya kiroho. Udongo sio mchanga tu, ni kitu chenye uwezo wa kuhifadhi sauti na matukio. Kwa hiyo udongo sio mchanga tu, ni kitu chenye uwezo wa kuhifadhi sauti. Labda nitoe mfano. Katika familia kuna wakati unaweza ukaona mume wako akiwa hayuko kwenye eneo la nyumbani, au akiwa hayuko nyumbani. Mnaweza mkapanga mipango. Akiwa nje mnaongea vizuri, mnapanga vizuri, lakini akiingia tu nyumbani mafarakano yanatokea, ile mipango inakufa. Wangapi wamewahi kutana na hiyo hali? Nyosha mkono juu kwenye ndoa. Mume akiwa hayuko, anaongea na wewe vizuri na mnapanga mipango, lakini akirudi nyumbani, kile mlichoongea kwa simu hamwendi kukiongea tena. Maana yake kwenye hiyo eneo kuna mwanaume mwingine tofauti na mume wako. Anapokuwa hayuko mume wako, huyo mwanaume mwingine anapata nafasi. Akirudi kunakuwa na wanaume wawili hapo. Kwani hawana wivu? Kuna mwanaume wa kiroho kwenye eneo ambaye yeye ameoa eneo. Kuna mwanaume wa kimwili aliyekuoa wewe, na kuna mwanaume aliyeoa eneo na kuishi jenga. Kwa sababu ardhi ina tumbo na inazaa, inazalishwa na nani?
yuko mtu anayezalisha. Ndio maana juzi tukaona kwamba kwenye Wafalme wa ngapi? Wa pili. Wafalme wa pili sura ya 17 ule mstari wa 25. Naomba nisome vizuri, nisikilize kwa makini. Basi ikawa wakati ule walipoanza kukaa huko, hawakumcha Bwana. Kwa hiyo Bwana akapeleka simba kati yao, nao wakawaua baadhi yao. Kwa hiyo wakamwambia mfalme wa Ashuru, wakasema, wale wa mataifa uliowahamisha na kuwaweka katika miji ya Samaria hawaijui kawaida ya Mungu wa nchi. Hawaijui kawaida ya Mungu wa nchi, hawaijui kawaida ya Mungu wa eneo. Kwa hiyo kila nchi ina Mungu wake. Nchi sio watu. Nchi ni mipaka halali. Kwa hiyo amepeleka simba kati yao, na tazama wanawaua kwa sababu hawaijui kawaida ya Mungu wa nchi. Ndio maana ndoa inaharibika, kwa sababu kuna Mungu mwingine ambaye yeye ndiye aliyeoa hiyo eneo. Sasa hapa hawa ni watu wa mataifa mengine wamepelekwa Samaria, na watu wa Samaria walikuwa wanamwabudu Mungu aliye hai. Kwa hiyo walipoenda Samaria, taifa hili lingine, Mungu akapeleka simba. Kwa sababu gani? Hawakuijua kawaida ya Mungu wa eneo. Kwa hiyo eneo ina Mungu. Yeremia 16. Yeremia 16 ule mstari wa kwanza. Tena neno la Bwana likanijia kusema, wewe hutaoa mke wala hutakuwa na wana wala binti mahali hapa kwenye eneo. Maana Bwana asema hivi, katika habari za wana na katika habari za binti wazaliwao mahali hapa, na katika habari za binti na katika habari za mama zao waliowazaa, na katika habari za baba zao waliowazaa katika nchi hii, watakufa kwa maradhi mabaya. Yeremia anaambiwa wewe hutaoa hapa. Watu wanaozaliwa kwenye eneo hili wanakufa. Inaeleza habari za mama zao, habari za baba zao, wazaliwao mahali hapa wanakufa. Kwa kuna mauti ya eneo. Hii mauti ya eneo inashughulikia wanaokaa juu yake. Hii mauti ya eneo. Kwani nikasema eneo linaweza kuolewa, kwamba eneo unakokaa wanaume wawili wanaweza kukaa hapo. Angalia Isaya 62. Isaya 62 mstari wa 4. Hutaitwa tena aliyeachwa, wala nchi yako haitaitwa tena ukiwa, bali utaitwa Hefsiba na nchi yako Beula, kwa kuwa Bwana anakufurahia, na nchi yako itaolewa. Nchi itafanyaje? Nchi itaolewa. Kama Mungu anaweza kuoa nchi, kama nchi inaolewa, hapo umesoma. Wangapi wameona hapo huo msali? Nchi itaolewa. Sasa nchi imeolewa na miungu na mwanaume wa kiroho, alafu mipango ya maendeleo mnayopanga wewe na mume wako haiwezi kufanikiwa, kwa sababu hiyo ndoa ya hilo eneo si ya Mungu aliye hai. Kwa kuna wanaume wawili wanaopambana, mkitaka maendeleo mnazuiwa. Ndio maana ya mafarakano yanayoinuka. Ndio maana nikakuambia
Nilikwambia kama utani, haikuwa utani. Tutakuwa na udongo wa kuombea siku 40. Na huo udongo utaupeleka kwenye hiyo nchi, kwenye hilo eneo unakokaa. Alafu baada ya kuupeleka hapo, nataka nikuambie hata kama kuna Mungu mwingine hapo amekaa, ataondoka kwa sababu Mungu aliye hai ataingia hapo. Niliongea kama utani, sio utani. Jaitani hapa madhabahuni. Hata nikicheka ni ujumbe umefika. Tutauombea siku 40. Fikiria hii ndoa, kuna mwanaume mwingine tujaribishe. Shika kidole cha pete. Ndio ninamuondoa huyo mwanaume aliyeoa hilo eneo lako. Ndio mama mmoja walitakiwa wawe matajiri, lakini mwanaume wa kiroho aliyeoa hilo eneo ndio anawakataza. Sifungi, haifungwi hapa. Yuko mwingine na mlitakiwa muwe matajiri. Kwa nje ni matajiri, kwa ndani maisha mnayoyapitia mnayajua. Yuko wapi huyo? Si nyamazi, ndio nimeanza. Hanyamazi mtu hapa. Shika tu. Au tujaribishe, shika huo udongo uone. Biblia inasema mkanijaribu kwa njia hiyo. Kwa kuna wakati Mungu anasema nijaribuni kwa njia hiyo, kama sintawafungulia madirisha ya mbinguni. Ninaongea na huyu Mungu aliyeoa hilo eneo. Mzimu wa ukoo uleoa hiyo eneo, hutaki maendeleo, hutaki waendelee. Tena hiyo mizimu anasema haiwezekani. Kwa nini anaomba? Tumeua roho ya unabii baada ya kuolewa. Huyo hapo, saidieni huyo hapo. Umeona ulipoolewa pale ulipoenda kulikuwa na Mungu mwingine. Ndio bado huyo hapo. Kabla hujaolewa ulikuwa na kipawa, ulikuwa unaimba, ulikuwa unaomba. Ulipoolewa ile ibada ikafa ndani yako. Huyo Mungu wa eneo ndo aliua hiyo ibada. Yuko wapi huyo? Bado. Kuna mmoja ana hasira, eti anasema umegunduaje? Ni siri tumeficha muda mrefu. Umegunduaje? Hii siri mmeigunduaje? Yuko wapi huyo? Roho ya nyoka. Tumefunuliwa. Hiyo siri tumefunuliwa. Katika jina la Yesu Kristo tumefunuliwa. Bado. Kuna moja sauti inasema, kwani anakusaidia nini unamwombea? Hanisaidii, ila atamtukuza Mungu. Hiyo ndio kikubwa ninacho. Eti anasema, kwa nini unatoa siri? Mume wake ndio tajiri mkubwa. Mume wake ndio nguzo ya familia. Kwa hiyo sisi tumeamua kumfarakanisha. Yuko wapi huyo? Kimbia! Toka! Kuna mwingine ni nabii na ana utumishi mkubwa ndani yake. Alipoolewa utumishi ukauawa na huyo Mungu wa eneo. Yenye mizimu ya ukoo mliofunga wako, mliofunga hilo eneo, toka. Wewe nini?
Achia maisha yake. Kuna wamama 7 kama 17 ni matajiri wakubwa sana, ila pale walipoolewa ndio kuna madhabahu ya kuua ile utajiri. Ule madhabahu ya kuua utajiri. Wa kwanza huyo, wa pili yuko wapi huyo? Wa pili huyo hapa, wa pili huyo hapa, wa pili huyo hapa, wa tatu huyo hapa, pale mwisho. Kimbia, kimbia, toka. Bado sauti inasema hatumwachi. Tumefunga miguu yake, tumefunga miguu yake, tumefunga miguu yake. Ninaamuru tembea, ninaamuru tembea, tembea njoo, tembea njoo, tembea njoo, tembea njoo, tembea njoo, tembea njoo, tembea njoo. Atakuwa mtumishi mkubwa, atakuwa mtumishi mkubwa. Au wamama wako 17, wako 17 ni mabilionea lakini wanazaraulika. Ni mabilionea, ni wabilionea. Mwingine ni msaada wa, anapenda kutoa sadaka lakini uchumi wake umepigwa na roho za miungu. Ni mtoaji mzuri sana lakini ameambiwa haitawezekana, 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 haitawezekana. Achia, achia. Bado kuna mwingine, sikiliza. Udongo wa nyumba yake, huo udongo uko kwa mganga wa kienyeji. Huo udongo umepelekwa kwa mganga ili msiwe matajiri, ili msiwe matajiri, ili msiwe matajiri, ili msiwe matajiri. Huyo mtu ameona utajiri kwenye eneo mliko, ameona utajiri, akauhamisha udongo wenu, akaupeleka kwa mganga wa kienyeji, wa kienyeji, wa kienyeji. Mwache haraka huyo, kimbia, achia, kimbia. Siachi, siachi, siachi. Kwa jina la Yesu, siachi. Hawa wanaoteseka, udongo wa eneo uko kwa mganga wa kienyeji. Udongo wa eneo lao uko kwa mganga wa kienyeji. Unajua kwa nini wamepelekwa? Mna nyota kubwa sana, mna nyota kubwa sana, mna nyota kubwa sana. Naiona nyota yenu ni kubwa, na ndio hiyo inarudi, na ndio hiyo inarejea, na ndio hiyo inarejea, na ndio hiyo inarejea, na ndio hiyo inarejea. Hiyo hapo, njoo kwa jina la Yesu. Achia nyota. Ninakataa hizo madhabahu. Nasikia sauti inasema tukimwacha tumefilisika. Maana vile tumechukua udongo wa nyumba yake, ndio tumechukua nyota na mafanikio. Maana yake wamechukua kitovo cha mafanikio yao, wamechukua kitovo cha mafanikio yao, wamechukua kitovo cha mafanikio yao, kitovo cha maendeleo yao, kitovo cha maendeleo yao. Kwa jina la Yesu. Sema kwa jina la Yesu. Sema leo, sema leo. Ninarejesha, ninarejesha udongo wangu uliochukuliwa, ninaurejesha. Njoo, 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 njoo kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Sema Bwana Yesu, ninaondoa sauti ya kombokombo kwenye eneo langu. Sema mimi ni wa kufanikiwa na nitafanikiwa katika jina la Yesu. Sema amen. Mimi nimetoa mfano, na nyosha mikono huku mbele. Sema wafunguliwe kuanzia sasa. Mara ya kwanza, mara ya pili,
mara ya tatu, mara ya nne, mara ya tano, ya sita na ya saba. Funguka. Out. Amka. Amkeni. Dada njoo, njoo. Binti, njoo. Nimekufungua kwenye hiyo minyororo. Out. Sema asante Yesu. Nimefunguliwa. Nimepona. Amen. Ulikuwa na shida gani? Ulikuwa na shida gani? Ninakukomboa. Ninakuita. Ja! Ja! Out. Sema asante Yesu. Nimepona. Narudisha ufahamu wangu na akili yangu. Amen. Amen. Sema amen. Unaitwa nani? Joyce. Ulikuwa na shida gani? Ulikuwa? Navunja na komboa akili yako katika jina la Yesu. Nimekomboa moyo wako. Kwa hiyo nimetoa mfano muone umuhimu wa kuombea eneo. Umuhimu wa kuombea eneo lako. Wangapi wanakumbuka niliwahi fundisha somo la kukomboa mipaka, tukaenda kunyunyiza mafuta kwenye mipaka yetu? Wanaokumbuka? Miaka kadhaa imepita. Mnakumbuka? Kwa hiyo eneo linaweza kuolewa. Eneo linaweza kuolewa na mtu mwingine. Kwa hiyo wakakaa wanaume wawili kwenye eneo. Hivi mtaelewana? Mnataka muendelee? Kuna roho nyingine imesimama inakuambia hautaendelea, hautaendelea, hautaendelea. Kwa hiyo ukimiliki udongo, umemiliki mawasiliano ya kiroho ya eneo hilo. Ukiweza kumiliki udongo, umeweza kumiliki milango ya nini? Ya eneo hilo. Kiweza kumiliki. Jambo la pili, madhabahu ya udongo kama msingi wa mawasiliano. Madhabahu ya udongo kama msingi wa mawasiliano. Kama msingi wa mawasiliano. Biblia inasema kwenye Kutoka 20. Kutoka 20 ule mstari, Kutoka 20:24, neno la Kristo linasema hivi: utanifanyia madhabahu ya udongo. Madhabahu ya udongo, nawe utatoa dhabihu zako juu yake, sadaka za kuteketezwa na sadaka za amani, kondoo zako na ng'ombe zako, kila mahali nitakapotia ukumbusho wa jina langu. Hapo ndipo nitakapokujilia na kukubarikia. Madhabahu ya udongo kama msingi wa mauti yako wewe na Mungu. Manake ikiwa kuna madhabahu nyingine yako, kuna mawasiliano mengine. Madhabahu ya udongo. Udongo ndio uwanja ambapo mbingu na nchi hukutana. Ndio maana nikasema ukimiliki udongo,
umemiliki mawasiliano ya kiroho ya eneo hilo. Jambo la tatu, asili ya minyororo ya kifamilia. Minyororo ya familia ni kama umaskini, magonjwa, vifo, na hii yote inapandwa kwenye udongo. Roho inawekwa kwenye eneo. Roho ya mauti inawekwa kwenye eneo. Roho ya mauti inawekwa kwenye eneo. Kama mababu walifanya maagano na mizimu kwenye udongo, kizazi kinachofuata kinajikuta kimefungwa na udongo huo, hata kama kiko mbali, hata kama uko mbali kiasi gani, hata kama uko mbali kiasi gani, hata ungeenda wapi, hata ungeenda wapi. Jambo la 4, roho ya majanga ni sauti inayotoka kwenye udongo. Roho ya majanga ni sauti inayotoka kwenye udongo, na hii sauti inaweza kukufanya kuwa mtoro na mtu asiyekuwa na. Mwanzo 4 inaeleza wazi, ule mstari wa 10 na 11, akasema, umefanya nini? Sauti ya damu ya ndugu yako inanililia kutoka katika ardhi. Sauti ya damu ya ndugu yako inanililia kutoka katika ardhi. Sauti. Basi sasa umelaaniwa wewe katika ardhi iliyofumbua kinywa chake, ipokee damu ya ndugu yako kwa mkono wako. Kwa hiyo ardhi ikafungua kinywa. Alafu anasema utakapoilima ardhi haitakupa mazao yake, utakuwa mtoro na mtu asiye na kikao duniani. Roho ya kutokuwa na kikao, hii ni roho ya majanga, roho ambayo inapoteza kila unachokipata. Unalima hamna kitu. Hii roho usipoijua, angalia, wako watu wanaanza msingi wa nyumba, hajamaliza anauacha, anaenda kwingine, viraka, na mkiongea anasema Mungu amenisaidia, nimeanza hapa. Kwa mdomo amefanikiwa, kwa vitendo hajafanikiwa. Amekuwa mtoro na mtu asiye na kikao duniani. Kila jambo analolifanya hafanikiwi. Lakini kuna watu ambao hawako tayari kusimamia vitu vyao, wako tayari kusimamia mambo ya wengine, kufuatilia mambo ya wengine, lakini yeye ni maskini wa kutupwa, lakini mambo mengine ni mtaalamu. Hii ndio roho yenyewe ya majanga. Baba mmoja, siku moja nilikutana naye mahali hapa Arusha, lakini sasa nilikuwa natoka studio, ilikuwa kama saa 6 hivi, nikataka ninunue mshikaki. Akaniambia, mimi tangu mwaka wa 86 niko hapa, hakuna haya magari yote unaona, mabasi haya yote, hakuna basi ambalo halijanikuta hapa. Huyu mwenye haya magari alikuwa konda tu hapa, anapiga debe hapa. Kwa sababu ni mtu mzima, nikamstahi tu, ningemwambia wewe una ya ngapi? Tangu 86 anachoma kuku na mishkaki, na anasema hawa wote unawaona, hawa wote
Maskini ni yupi? Ni yule anayeua ili apate utajiri. Anaua apate utajiri. Tajiri ni yupi? Yule ambaye yuko tayari kufa atajirike. Yeye yuko tayari kufa atajirike. Yuko tayari kufa atajirike. Ukipewa milioni, ukipewa bilioni 50 ya bahati nasibu, huo sio utajiri, hela. Ndio Biblia inasema mtu mwenye mawazo. Kwanza inasema hivi, je, wamuona mtu mwenye bidii katika kazi zake? Huyo atasimama mbele ya wafalme, hatasimama mbele ya watu wasio na cheo. Ni kuambia ukweli, kiongozi yoyote unayemtaka kwa sasa, kama hauna hela huwezi mpata. Ataangalia namba yako, hatapokea. Utamtumia message, hata kujibu. Lakini je, wamuona mtu mwenye bidii katika kazi zake? Huyo atasimama mbele ya wafalme. Sasa wewe kutwa nzima uko kwenye mdomo wa boss kila siku. Boss huyo kafanya hivi. Mimi ningekuwa huyo boss ningekufukuza. Uleti mawazo ya maendeleo, kila siku unasema fulani. Huyo ndo muhujumu uchumi wa taasisi, muuaji mkubwa. Yeye ameonaje? Na yeye amefanya nini? Wauaji wa taasisi yako ni wale wanaokuletea umbea kutwa nzima. Yeye akuletei wazo kila wakati. Muuaji mkubwa huyo, hana adabu. Kwa hiyo mtu mwenye bidii katika kazi hawezi zuiliwa na kifungo cha udongo. Bidii. Bidii. Ndio maana Biblia inasema, Kaini, utakapoilima ardhi utakuwa mtoro. Kwa sababu gani utakuwa mtoro? Kuna sauti inalia. Nasikia sauti inalia, inadai haki, haidai amani. Amani sio haki. Amani ni maendeleo. Damu inadai haki. Akilima kuna sauti inasema hautaendelea, 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 hautaendelea. Kwa hiyo miungu imesimama kuhakikisha ya kwamba inatumia ardhi. Ndio maana Biblia inasema kila mahali zitakapokanyaga nyayo za miguu yako nimekupa. Kila mahali, kila mahali. Huwezi pewa. Kutoka 3:5 inasema, naye akasema, usikaribie hapa, vua viatu vyako miguuni mwako, maana mahali hapo unaposimama ni nchi takatifu. Maanake eneo lako linaweza kuwa takatifu. Eneo la nyumba yako, eneo la shamba lako, eneo la kiwanja chako, eneo la biashara yako linaweza kuwa takatifu. Musa, viatu vyako miguuni, maana hapo unaposimama ni nchi takatifu. Ni nchi takatifu. Maanake nchi inaweza kuwa takatifu. Nchi isipokuwa takatifu, watu wake hawawezi fanikiwa. Rais mmoja akasema, Afrika wana umaskini wa kifikra. Hawana umaskini wa nini? Kama tuna Tanzanite, tuna nini tena? Tuna madini mengi, mbuga za wanyama, tuna mito, tuna nini. Kuna mtu amekaa juu ya maji, lakini bado anasema hatuna maji, ambao ukichimba hata mita 6 tu maji.
Kwa umaskini uko kwenye akili. Musa anaambiwa vua viatu, hapa uliposimama ni nchi takatifu. Ni nchi takatifu. Kwa sababu gani? Musa viatu alivyovaa ilikuwa ni ya kuchunga. Anachunga. Mungu anataka aseme naye. Mungu anataka amrudishe, awatoe wana wa Israeli. Anaambiwa hivi, kweli pale ni takatifu? Na kati kuna kinyezi cha kondoo, cha mbuzi, cha ng'ombe. Lakini kiroho ni nchi takatifu. Katika ulimwengu wa roho miungu wanaweza kutawala. Na ndio maana mtu akichukua udongo wa nyayo za miguu yako, amechukua maisha yako. Jambo la tano. Jambo la tano. Kanuni ya nchi takatifu maana yake utakaso wa mazingira. Utakaso wa mazingira, kutakasa eneo lako. Kutakasa eneo lako. Unaponyunyiza damu ya Yesu, unatakasa eneo lako. Ndio maana sisi Safina tunanyunyiza damu ya Yesu. Waongee wanavyoongea, sisi ndio tuna mafunuo kwamba kwa nini tunaitumia damu ya Yesu. Wewe usichoke kuinyunyiza. Biblia inasema na Yesu mjumbe wa agano jipya, na damu ya kunyunyizwa inenayo mema. Damu haiwezi kunena mema bila kunyunyizwa. Kwa hiyo ni lazima uinyunyize ndio inene mema. Hiyo ndio siri ya kuinyunyiza damu. Damu inanyunyizwa wapi? Lazima uinyunyize kwenye mazingira yako na inene mema. Hata kama kuna mtu atasema wewe utakufa, jiambie ile damu inaenda kinyume na yule anayesema utakufa. Huyo ana damu inasema hautakufa, wewe utaishi. Hautakufa, wewe utaishi. Hautakufa. Damu inazungumza. Kama umenyunyiza kwenye biashara, kwenye ile biashara damu watu wanapokuja wanasema hii biashara itakufa, damu inasimama inasema hii biashara haitakufa, itafanikiwa, itaendelea. Hiyo ndio siri ya kunyunyiza damu ya Yesu. Mtu mmoja alikuwa anatusema na mafuta. Hata video yake nikadownload nayo kwenye simu, akiwa anamimina mafuta. Sasa Bwana anamimina mafuta, hawataki watu wengine wapate hiyo siri ya mafuta. Anataka yeye apate hiyo siri mwenyewe, hataki upate hiyo siri. Kwa hiyo unaponyunyiza damu ya Yesu unatakasa mazingira. Na ndio maana mara zote huwa mimi nasema usifunike biashara yako kwa damu ya Yesu. Nyunyiza damu ya Yesu inene mema. Biblia inasema, je, ukitenda vema hutapata kibali? Kumbe mema yanatengeneza kibali. Ukitenda mema hutapata kibali. Kuna wakati lazima urudi nyuma. Simamia kile unachoamini, hata kama unapitia wakati wa aina gani. Wewe simamia kile unachokiamini. Mungu atakutokea kwa namna usioijua. Wewe simamia kile unaamini, hata kama watu wanakuona wanavyokuona. Lakini mwambie Bwana, mimi hapa nilipo najua nitafanikiwa tu. Pamoja na hali hii ninayoipitia, mimi nitafanikiwa tu. Pamoja na mapito nilionayo, waambie mimi nitafanikiwa tu. Utafanikiwa hata kama wanakuona wewe si wa kufanikiwa. Niliwaambia mfungwa na mfanyakazi wa Naamani alimponya jemedari wa vita. Mungu ameweka vitu vya thamani ndani ya wale unaowazarau. Mimi napenda kuzaraulika.
Mimi napenda unaponizarau, ndio faida yangu. Mimi kunizarau, alafu nacheka na wewe na ninajua unanizarau. Utaniambia nini? Nacheka na wewe, najua kabisa unayoyasema. Nacheka kabisa na wewe. Mimi nasonga mbele. Maneno hayajawahi kuua ndoto yangu. Mimi nasonga mbele. Kama maneno yanaua ndoto, kama na wewe nataka ujitoe miongoni mwa hao wanaokusema, anza kuiweka ndoto yako mbele. Anza kuipigania ndoto yako. Anza kusimama na ndoto yako. Unayo ndoto ndani yako. Unayo kitu cha thamani ndani yako. Isimamie hicho. Itetea hicho. Ipigania hicho mbele ya safari. Wakati unaianzisha ndoto yako, watakusema, ila wewe endelea. Mbele ya safari watakuelewa. Mbele ya safari watakuelewa. Mbele ya safari wataona ulicho nacho. Tunaelewana? Ndoto yako itatokea. Hata kama wanakuambia wewe kwenye ukoo wenu ni maskini, waambie ni ukoo, sio mimi. Sikiliza, Kumbukumbu la Torati 15. Kumbukumbu la Torati 15 ule mstari wa 4. Nasema, lakini hawatakuwako maskini kwenu, kwa kuwa Bwana atakubarikia kweli kweli katika nchi akupayo Bwana Mungu wako uimiliki iwe urithi wako. Lakini hawatakuwako maskini kwenu. Huyu ni Mungu anasema, lakini hatakuwako maskini. Pamoja na hali yoyote unayopitia, Mungu anakuambia kwenu hatatokea maskini. Kwenu hatatokea maskini. Ndio maana nasema mara zote, Safina ni chuo inazalisha. Safina ni chuo inazalisha. Safina ni chuo inayozalisha. Inazalisha watu wa kila aina. Labda niseme hivi. Safina ni chuo, tena chuo cha kukutajirisha. Chuo cha kufanyaje? Na wewe utatajirika. Narudia, utatajirika. Narudia tena, utatajirika katika nchi akupayo Bwana Mungu wako. Na umaskini hautakuwako kwenye familia yenu, kwenye ukoo wenu, kwenye jamii yenu, kwa wazazi wako, kwa ndugu zako. Wewe hapo utainuliwa katika jina la Yesu. Pokea nyota ya Yakobo. Pokea nyota ya Yakobo. Pokea nyota ya Yakobo. Hujaelewa nyota ya Yakobo maana yake ni nini? Yakobo alienda kwa Labani. Alipokuwa njiani akachoka akalala. Alikuwa na kachupa cha mafuta. Pale alipolala akaona kama ngazi imesimamishwa mpaka mbinguni. Wakati ngazi imesimamishwa, akaona malaika wanapanda na kushuka. Alafu Mungu akazungumza naye. Mungu akamtambulisha, akajitambulisha, akamwambia mimi ni Mungu wa Ibrahim, Isaka na Yakobo. Katika hali ya kuchoka, Yakobo akaambiwa, hii nchi nitakupa wewe na uzao wako, na kule unakoenda nitakubariki. Akakaa miaka 20 kama mtumishi alivyofundisha. Akakaa huko akafanya kazi karibu miaka 6, hajalipwa mshahara. Akatumika miaka 14. Lakini usiku wake Mungu akamkemea Labani. Mungu akamkemea Labani. Kwa nini? Kwa sababu Yakobo alikuwa na agano la Mungu. Nyota ya Yakobo haizulumiki,
haizulumiwi. Nyota ya Yakobo inatoka na utajiri. Pokea nyota ya Yakobo, pokea nyota ya Yakobo, pokea nyota ya Yakobo. Nasema hivi, pokea nyota ya Yakobo. Usitafute kujipendekeza kwa sababu wanakudharau, kwa sababu hauna uwezo, kwenu ni maskini, wanakufanya wanavyotaka. Lakini yuko Mungu wa Ibrahimu, Isaka na Yakobo. Atakuinua, atakutokea, atabadilisha maisha yako, atakubara nafsini mwako. Pokea nyota ya Yakobo, pokea nyota ya Yakobo. Sijui imefanya kazi miaka mingapi, lakini pokea nyota ya Yakobo. Sijui umefanya biashara miaka mingapi, lakini kufumba na kufumbua, nyota ya Yakobo uipokee. Narudia, pokea nyota ya Yakobo, pokea nyota ya Yakobo. Nyota ya Yakobo ni nyota ambayo, hiyo ndio inanitiaga moyo, hiyo ndio inanitia moyo. Hata kama nina njaa, hata kama nimechoka, hii nyota ya Yakobo huwa inanitia moyo. Haijalishi miaka 14, haijalishi miaka ngapi, lakini nyota ya Yakobo itabadilisha maisha yako. Utatoka na utajiri, utatoka na utajiri. Narudia tena, wamekudharau kwenye familia yenu. Yakobo akaenda kwenye nchi inaitwa nini? Luzu. Akabadilisha jina la Luzu, akamimina mafuta pale, akabadilisha. Niletee mafuta, niletee mafuta, kimbia. Nipeni mtu mmoja anipe hela ya kununua mafuta saa hii. Simniletee hela ya mafuta, ninunue, sina hela. Nipe. Shingapi? Mafuta ni shingapi? 10,000. Nenda. Nenda. Hii nitakula. Tayari. Dadangu, umenenepa. Mungu ni mzuri. Umenenepa hivyo. Aise. Hakuna mtu mwembamba duniani. Mungu akupe hela jamani. Umenenepa hivyo. Jamani, Mungu ni mzuri. Mungu ni mzuri. Ukitaka kujua, njoo hapa. Njoo. Nye hamjui. Yo, tayari, mimi tayari nimeshapata. Nimeshapata tayari. Tayari aise, tayari. Tayari, weka hapo sasa. Weka hapo. Nye mnaigizaga hamnijui. Njoo, sogea hapa. Njoo hapa. Mnamuona huyu? Huyu mnamuona? Mkitaka historia ya utumishi wangu, muulize huyo. Vile tunakesha usiku kucha, muulize huyo, atakuambia. Hebu eleza kidogo. Najua hawajui. Eleza kidogo. Kidogo. Bwana Yesu asifiwe. Tumetoka mbali kwa kweli. Tunatoka kwa Mrombo kwa miguu paka kwangu, tunafunga. Kifunguo ni miwa. Tunaenda tukata miwa shambani kwetu, ndio chakula cha kufungulia. Kwake ni Ilboru. Yule mama aliyesema Ilboru matajiri wanakaa. Siku moja ametupa ndizi. Nikaanguka na beskeli hapa kona Nairobi. Ndizi ninaanguka, tunaomba nao. Ukitaka unajua wewe, usiongeage, usipambane na usiyemjua. Kumuuliza huyo hapo. Uliza huyo hapo. Uliza huyo hapo. Yakobo akafika kwenye nchi inaitwa Luzu. Sema Luzu. Alipoamka kwenye usingizi, akamimina mafuta. Akasema, kweli Bwana yuko mahali hapa na mimi sikujua. Bila shaka hapa ni lango la mbinguni. Ninageuza eneo la shamba lako kuwa lango la mbinguni. Ninageuza eneo la biashara yako kuwa lango la mbinguni. Haijalishi wamekukataa, haijalishi wamekukataa. Kapeleke mafuta pale. Kapeleke mafuta pale. Kapeleke mafuta pale.
ninajiambiaga, nataka niombe na watu waliokata tamaa, watu wanaosema unajua mtumishi, mimi nimekataliwa, hao ndio nawapenda. Hao ndio nawapenda, wale wanaosema mtumishi, mimi nimechoka sana, nimekata tamaa, nimefika mwisho wa akili zangu, hakuna wa kunikumbuka. Huyo Mungu ndio anamtaka, anasema njooni kwangu ninyi nyote msumbukao na wenye kulemewa na mizigo, nami nitawapumzisha. Siuinuke, 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 siuinuke. Natangaza uinuke kabla mwezi haujaisha. Mungu akutendee muujiza kabla mwezi haujaisha. Mungu akutendee muujiza ambao haujawahi kuona. Mungu akutendee, Mungu akutendee, Mungu akutendee, Mungu akutendee. Hii ndio inunulia. Mtu ameninunulia hii. Umekata tamaa, Mungu atakuinua. Umechoka, Mungu atakuinua. Umefika mwisho wa akili zako, Mungu atakuinua. Hauna chakula, wewe si wa kwanza. Alikuwepo Yakobo, amechoka, amekata tamaa, mwisho wa siku anazulumiwa. Naomba uchukue sadaka. Naomba uchukue sadaka. Chukua sadaka. Huyu jogoo ni wa nani? Kwangu. Ninaufanyaje? Atafunguliwa katika jina la Yesu. Amen. Chukua sadaka yako. Fungua mtumishi. Fungua. Sioni haja ya wewe kuchoka. Narudia, hata kama unajiona katika kudharauliwa, mimi ni miongoni. Najua kudharauliwa. Najua. Ninajua. Kusemwa najua. Kusemwa najua. Najua. Nimewahi semwa kitu ambacho sijui. Moyo uliniuma, kumbe kusemwa ni kubaya. Kusemwa. Kusemwa. Simama kwa miguu. Shika hiyo sadaka yako uone nini Mungu anaenda kufanya. Ni saa ya Mungu kukutoa. Sioni haja ya kujikataa. Sioni haja ya kujikataa. Sioni haja. Kwa nini ujikatae? Kwa nini ujikatae? Kwa nini ujikatae? Kwa nini ujione hauwezi tena? Kwa nini ujione wewe si wa maana? Kwa nini? Baba, ninayo mafuta hapa. Haya mafuta, nimesimama mbele ya sanduku la agano. Hili sanduku ina tabia ya kuwatanguliza Waisraeli, kutangulia mbele ya jangwa, mbele ya bahari. Kama makuhani walitangulia na sanduku la agano, Waisraeli wakavuka. Kila mtu ambaye sadaka yake itawekwa kwenye hili sanduku, naomba ukamtendee. Naomba ukamtendee. Naomba ukamtendee.
Ondoa majanga kwao. Ondoa majanga. Ondoa kuchoka. Ondoa kuchoka.